Naam, kutoka Dodoma, Tanzania. Hii ni Sky TV. Jambo na karibu katika ulimwengu wa habari. Miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan aendelea kusaka kura kanda ya Ziwa. Katika habari za kimataifa, mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Raila Odinga afariki dunia nchini India. Na katika michezo, TFF ya vifungia viwanja vya CCM Liti Singida na CCM Sokoine jijini Mbeya. Hujambo na karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kukamilisha miradi yote ya umeme na maji katika mkoa wa Kagera sambamba na kukamilisha usambazaji wa umeme kwenye vitongoji na mitaa yote nchini ndani ya miaka 5 ijayo. Sofia Daudi ana taarifa ifuatayo. Maandalizi yangu kiubinafsi pamoja na familia yangu yako vizuri. Kwa wale watu walio ndani ya kaya yangu ambao wana umri wa miaka 18 kwenda mbele, ninahakikisha wote wana kadi za kupigia kura na zimeandaliwa. Tunasubiri tu tarehe hiyo. Tunajua ni tarehe ya kuwahi mapema nipige kura zangu, halafu niendelee na shughuli zangu wakati baadaye nikisubiri matokeo. Ni waasi tu sana vijana wasishawishiwe kwa mambo ambayo hata hawayajui. Niotoe wito tu kwamba tarehe hiyo wajitokeze, wapige kura kwa amani, wasikubaliane kuunda makundi ambayo hawajui yameanzishwa na nani. Wapige kura kwa utulivu, na ni wasihi kwa kweli wewe watulivu, kwa sababu swala la uchaguzi ni swala la amani ya nchi. Kwa hiyo linatakiwa lilindwe vizuri na liheshimiwe kwa kweli. Ujao nimejiandaa kwamba kwa mfano kama mimi nilivyojiandaa. Na kuajiriwa. Aidha, ameahidi kuboresha zao la vanila na kujenga uwanja wa ndege wa Bukoba ili kukuza uchumi wa wananchi wa mkoani humo. Tumejipanga kwa aina 3. Aina ya kwanza ni kukuza na kupeleka kwa wananchi huduma za kijamii. Na hapa tunazungumzia afya, tunazungumzia maji, tunazungumzia elimu, tunazungumzia umeme, kwamba ni huduma za kijamii. Na katika hayo tumejitahidi kufanya kwa nchi nzima, lakini na kwa hapa mkoa wa Kagera na wilaya hii tumejitahidi kufanya kama yalivyosemwa hapa. Tunatambua kwamba maendeleo ni safari, maendeleo ni hatua. Kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua. Kwenye afya tutaendelea kujenga vituo vya afya na zahanati na kumalizia mahospitali ya wilaya kule ambako bado hatukumaliza. Tutaendelea kutoa huduma za dawa. Kwa mfano, dawa kwa sasa hivi kitaifa tuko kwenye 86%. Kwa hiyo dawa zote za lazima ambazo lazima zipatikane zinapatikana. Vifaa tiba na vitendea kazi vyote vinapatikana. Hatujafikia 100%, lakini tulipofikia, ndugu zangu, si haba. Kwa upande wa elimu tunaendelea na kujenga miundombinu ya elimu msingi na sekondari. Tunajenga VETA na vyuo vya ufundi ili vijana wetu wapate elimu, na wapate elimu ya ufundi waweze kujiajiri na kuajiriwa. Kwa nini tunajenga VETA? Tunajenga VETA na vyuo vya ufundi, tunaangalia mbele. Nchi yetu inaendelea, viwanda vinakuja, uwekezaji mbalimbali unakuja. Miradi mikubwa kama hii ya bomba la mafuta kutoka Uganda kwenda Tanga yanataka wafanyakazi. Tunamalizia mazungumzo na mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga wa kuchumba chuma cha Tanzania na mkaa wa mawe wa Tanzania. Unataka mafundi, nataka watu wa fani mbalimbali na miradi mingine kama hiyo.
maendelezo ya bandari zetu, reli tunazokuja kuzijenga, zote zinataka mafundi wa aina mbalimbali. Ndio maana tunazijenga VETA, tufundishe vijana waajirike kwenye miradi hiyo na baadaye wajiajiri wenyewe. Kwa hiyo upande wa elimu bado tunaendelea na miundombinu, tunaendelea na sera yetu ya elimu bila ada, tutaendelea nayo, lakini vile vile tunazidi kutunisha mfuko. Vijana wetu wanaotoka kidato cha 6 waweze kwenda vyuoni bila CCM waweze kwenda vyuoni bila wazazi kuhangaika, na hii ni bila kujali hadhi ya kiuchumi ya kaya. Kwa hiyo watakwenda vyuoni bila wazazi kuhangaika. Lakini tukizungumzia maji ni jambo la lazima kwa mwanadamu, na ndio maana tumefanya jitihada zote. Yakitajwa mabilioni yaliyotumika hapa kupeleka maji, mtu anaweza akashika kichwa, lakini ni jambo la lazima. Na sasa tumeamua hatutumii maji tu kwa ajili ya matumizi ya majumbani, lakini pia kwa ajili ya kukuza kilimo chetu. Na ndio maana tunajenga skimu za umwagiliaji maji kote nchini ili wakulima wetu wazalishe mara 2 kwa mwaka, tukuze uzalishaji wa chakula na mazao ya biashara ili tuingie kwenye ile sera yetu ya kilimo biashara. Naam, ni mwendelezo wa kampeni katika kusaka kura kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Chama cha Mapinduzi, na sasa yuko katika mkoa wa Kagera. Wananchi mkoa wa Songwe wamesema wako tayari kwa ajili ya kupiga kura ifikapo tarehe 29 Oktoba, ambapo wameongeza kuwa hawako tayari kushawishiwa na mtu yeyote kwa sababu ya kupiga kura na kumchagua kiongozi wanayemtaka ni haki yao ya msingi. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Wakizungumza na Sky TV, wananchi hao wamewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura ili kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi wanaowataka. Lakini sema nimejiandaa vizuri kuelekea chaguzi wa tarehe 29 mwezi huu wa 10. Najua siku hiyo ni siku ya kipekee ambayo maandalizi yangu kiubinafsi pamoja na familia yangu yako vizuri. Kwa wale watu walio ndani ya kaya yangu ambao wana umri wa miaka 18 kwenda mbele, ninahakikisha wote wana kadi za kupigia kura na zimeandaliwa. Tunasubiri tu tarehe hiyo. Tunajua ni tarehe ya kuwahi mapema, nipige kula zangu, alafu niendelee na shughuli zangu wakati baadaye nikisubiri matokeo. Ni waasi tu sana vijana wasishawishiwe kwa mambo ambayo hata hawayajui. Niotoe wito tu kwamba tarehe hiyo wajitokeze, wapige kura kwa amani, wasikubaliane kuunda makundi ambayo hawajui yameanzishwa na nani. Wapige kura kwa utulivu, na ni wasihi kwa kweli wewe watulivu, kwa sababu swala la uchaguzi ni swala la amani ya nchi. Kwa hiyo linatakiwa lilindwe vizuri na liheshimiwe kwa kweli. Ujao nimejiandaa kwamba kwa mfano kama mimi nilivyojiandaa asubuhi mapema kuhamasisha familia yangu asubuhi na mapema tuende tukapige na kurudi nyumbani. Amani kwa jumla kwa kata yetu ya Ukwili naiona hivyo, ila kwa wale ambao yani wanatarajia kwamba wanaweza wakaleta wasilete amani siku ya uchaguzi, mimi nawaambia tu kwamba siku ya uchaguzi wasilete labda hizo vurugu zao na wala wasilete kipingamizi chochote, ila tunachowahamasisha tu na kuwaomba ni kwamba tunaomba tarehe 29 Oktoba wote tuende tukapige kura asubuhi na mapema na kwenda nyumbani kwa ajili ya usalama zaidi. Nimejiandaa tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya uchaguzi kwenda kupiga kura. Nitaamka asubuhi, nitahamasisha familia yangu, nitawaandaa mapema kwamba tuende tuchague viongozi. Tutakwenda kuchagua viongozi ambao tunawataka, lakini kwa siku hiyo tutahamasisha sana kwamba tuwe na amani, na tutahamasisha vijana, tutahamasisha kina mama, tutahamasisha wazee kwenda kuchagua kiongozi anayemtaka. Lakini akichagua kiongozi arudi nyumbani, aendelee na majukumu mengine. Siku hiyo iwe siku ya amani
Naiombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba hiyo siku ya amani sana. Kwa wenzetu wale wanaozungumza kuja kuharibu uchaguzi au siku hiyo kuleta maandamano siku ya uchaguzi, ninawaombeni tu kwamba siku hiyo iwe siku ya amani, wafike tu watu wapige kura, wakipiga kura warudi nyumbani, waendelee na shughuli zao. Siku hiyo tunaomba iwe ya amani. Mtu yeyote anayejipanga kwamba atakuja kuleta vurugu, tunamwomba tu siku hiyo atulie, afanye shughuli zake, asije akaleta mambo mengine. Nchi yetu ni ya amani na tunaombea uchaguzi uwe wa amani. Nimejiandaa kwa kupiga kura, kujiandaa asubuhi na familia yangu kwenda kupiga kura. Nikishapiga kura narudi nyumbani, hakuna kuzurura. Amani imetulia katika kata yetu, ni swala zuri sana, kumetulia, hakuna hata upinzani. Hao wanaoandamana kwa ajili ya uchaguzi kama mama sijawaona, niseme ukweli. Chama chetu kinaheshimika, Chama cha Mapinduzi. Wanasema wewe mama, na uchaguzi huu tunataka uendelee kwa amani miaka yote. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Na mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na wakulima zaidi ya 10,000 kunufaika na zao la parachichi. Karibu ndio kwanza kama wajiunga nasi, mimi ni Maliango Mugeta. Naam, wakulima zaidi ya 10,000 wa zao la parachichi, kahawa pamoja na mboga nchini wanatarajiwa kunufaika zaidi kupitia mpango mpya kuuza mazao ya moja kwa moja katika soko la Ulaya kupitia mfumo wa ubia kati ya chama cha wakulima wa Tanganyika TFI na kampuni nyingine kutoka nchini Poland. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Amina Ngahewa. Mpango huu unatarajia kuanza kutumika rasmi mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo pia utatumia teknolojia ya kidigitali kupitia masoko ya mtandaoni, hatua itakayomwezesha mkulima kupata taarifa na bei za mahitaji ya soko moja kwa moja akiwa shambani ili kuweza kufanya kilimo chenye tija. Tumeona mazao mawili ambayo tunaweza kupeleka Ulaya mara moja, ni parachichi na kahawa. Tunaanza kukusanya takwimu za wakulima wenye uwezo wa kuzalisha mazao yanayofikia viwango vinavyotakiwa na masoko ya Ulaya. Kwa hiyo tuna kazi ya kukutanisha wakulima na wanunuzi walioko Ulaya. Kwa hiyo ninaomba kutumia nafasi hii kuwaalika wakulima wa mazao yote, parachichi, kahawa na mazao ya mboga kwa ajili ya kuitumia fursa hii. Nimenuia kuwasaidia wakulima kuhakikisha kwamba sio tu wanazalisha na sio tu wanakutana na wanunuzi wa Ulaya, lakini wanazalisha kufikia viwango vya kimataifa. Na kwa kuanzia, soko hili ni kubwa. Manake hapa tunazungumza, mwenzetu ametoka nchi ya Poland, lakini tunazungumza nchi zote za Ulaya. Sasa hapa tunaanza kidogo. Tunategemea mwanzoni, wakati tunapoanza hapa, at least tuanze na wakulima wasiopungua kwenye mfumo wetu 10,000 ambao tunaenda nao tukikua pamoja. Katika mpango huu wakulima hao wanatarajia kunufaika, ikiwemo kuwezeshwa kupata maarifa ya uzalishaji wenye ubora unaokidhi masoko ya kimataifa. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya DE Food amesema teknolojia hiyo ya kidigitali kupitia masoko ya mtandaoni itatumika kumwezesha mkulima kupata taarifa za bei na mahitaji ya soko moja kwa moja akiwa shambani ili kuweza kuwa na kilimo biashara. Food is a marketplace B2B which connects farmers, producers, exporters from all over the world with buyers, especially buyers from Europe. And we have digital solution which helps buyers to sell their products abroad. The project is under the call Innovate. It's organized by Eureka Network and it's funded by the European Union. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Asante Amina Ngahewa kwa taarifa hiyo. Na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM katika wilaya ya Temeke, Zena Mgaya, amewaomba wanachama na wananchi kujitokeza kwa wingi kusikiliza kwa umakini sera za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye anatarajiwa kuunguruma katika wilaya hiyo Oktoba 23 mwaka huu. Nora Damian ana undani wa taarifa ifuatayo.
Nikiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Temeke, nichukue nafasi hii kuwakaribisha wanatemeke wote wanaoishi hapa Temeke na walio nje ya Temeke kwamba tarehe 23 ni fursa. Naam, asante kwa taarifa hiyo Nora Damian. Wakazi wa kijiji cha Ndwangwa, kata ya Katumba, Songwe, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya, wanalazimika kutembea umbali mrefu ili kuweza kupata mawasiliano ya simu. Na hii yote ni kutokana na minara ya mawasiliano ya simu katika eneo hilo kuingiliana na nchi jirani ya Malawi. Tupate undani wa taarifa hii tukiungana naye Upendo Kibetile. Wakizungumza mbele ya Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mohamed Hamisi Abdullah wakati wa ziara yake ya kikazi alipotembelea kijiji hicho, ambapo wamesema mnara uliopo katika kijiji haukizi mahitaji yao kwenye mawasiliano ya simu, hivyo wameiomba serikali kuweka minara miwili katika kila kijiji ili kupunguza changamoto hiyo. Kero yetu kubwa sana kwa maeneo kama haya, kuna mitandao miwili, Yas na Vodacom. Inasumbua sana, tunapata shida mpaka uvuke mbuga yote uingie kata Ikoro ndio unapata mawasiliano halali, lakini vinginevyo usubiri sehemu, kuna sehemu unaenda ukasema kwenye kichuguu, hapo ndio ukitoka kule nyumbani unatembea masafa marefu kama kilomita na upuzi ndio upate mawasiliano. Sisi kweli mitandao inatusumbua. Sio kwa sababu gani inatusumbua mitandao? Ni kwa ajili ya mto huo ambao unataka kutugawa kwenda Malawi. Na ndio maana mtandao wa Malawi umekuwa furu huku, hatuna la na mitandao. Hatuna la na mitandao. Ni kwa ajili ya huo umeonekana kama ni mto, lakini huko ni sehemu ndefu sana kwenda kukuta mto. Lakini hapa umekata mto kwa ajili ya ya kukata ili huko kuwe Malawi na huko kuwe Tanzania. Mitandao kwenye kata hii, kwenye kijiji cha Katumba Songwe, kuna mtandao wa Tigo, mnara wa Tigo na Airtel. Upo mnara, lakini bado haikidhi. Wakati mwingine mpaka usafiri umbali mrefu uende kwenye mwinuko, wakati mwingine unatafuta mpaka usimame kwenye tanuru kama pale juu ndio ongee na mtu. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana kwetu sisi. Ingekuwa inawezekana angalau kila kijiji kuwe na minara isiyopungua miwili. Kufuatia ombi hilo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mohamed Hamisi Abdullah akatoa maelekezo haya kwa TCRA pamoja na timu ya operators kufanya tathmini katika eneo hilo. TCRA itaongoza timu ya operators, sawa, mufanye tathmini kubwa ya eneo hili, sababu najua kuna mnara mmoja upo pale wa Voda. Tujue una changamoto gani, kama ni kuongezwa nguvu basi tutatoa maelekezo tuongeze nguvu, au kama kunahitajika mnara mwingine basi tuje kujenga mnara mwingine. Yuksa unayo fund, ndio hilo? Basi utashirikiana na wao wote mfanye tathmini immediately, sawa, haraka iwezekanavyo, sawa. Kwa hilo la mawasiliano ni hakikisheni tutalitatua. Tutalitatua kwa sababu ndio amekuja hapa. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kupitia Sky TV, tamati ya habari za kitaifa. Mapumziko fupi, tutakaporejea tutaungana na Godlinus Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Endelea kuwa pamoja nasi. Sky TV. Usitishwe na gharama za ziada au hasara zinazoweza tokea safarini kwa kuachwa na ndege, kupoteza mizigo, kuumwa, ajali au hata kushtakiwa kwa sababu una travel insurance, bima ya safari kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store.
au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu Tanzania TOSCI imewapa mbinu wakulima nchini namna bora ya kuzitambua mbegu bora ili kupata mafanikio katika kilimo. TOSCI imetumia maadhimisho ya wiki ya chakula duniani yanayofanyika jijini Tanga kutoa elimu hiyo, kama ambavyo mkurugenzi wa majaribio na tathmini ya mbegu wa taasisi hiyo Bi Matengia Swai anavyoelezea. Tuko hapa Tanga kwenye maadhimisho ya siku ya chakula duniani, ambako tunataka kuwaelezea wakulima kuhusu kazi zetu za TOSCI. TOSCI makao yake makuu yako Morogoro, mkoani Morogoro. Na matawi yetu, kuna tawi liko Arusha pale Tengeru. Tawi jingine la TOSCI linaloshughulikia nyanda za juu kusini liko Njombe, na tawi jingine la kusini liko pale Mtwara na Liendele, na kuna tawi linaloshughulika na kanda ya ziwa na magharibi liko pale Ukiruguru, Mwanza. Kazi zetu za TOSCI tunazifanya nje ya ofisi na ndani ya ofisi. Kazi moja ambayo tunayoifanya TOSCI ni kusajili wafanyabiashara wote wa mbegu. Pia TOSCI tunasajili aina zote za mbegu kupitia kufanya majaribio ya utambuzi wa aina mpya ya mbegu, tunasema DUS, distinctiveness, uniformity na stability, kufanya majaribio ya umahiri wa mbegu ili kuweza kusajili aina hizo mpya za mbegu. Baada ya aina mpya za mbegu ambazo mkulima mtafiti amesema kwamba mbegu hii inamfaa mkulima, sisi tunapitia kufanya majaribio hayo ili kuangalia tunaitambuaje, na pia baadaye tunaangalia faida za hiyo mbegu kwa mkulima wetu. Ina faida gani zaidi ambayo nyingine ambayo tumeshakuwa nayo. Baada ya kufanya majaribio na kamati mbalimbali kupitia kamati ya kitaifa ya kitaalamu NPTTC kupitia, na baadaye kamati ya kupitisha mbegu NVRC, National Variety Release Committee kupitia, na baadaye kamati ya kitaifa ya mbegu National Seed Committee kumshauri waziri aipitishe mbegu hiyo ambayo imeshapitiwa na kamati mbalimbali. Basi aina hiyo waziri akishaipitia, ashaikubali, akisha-approve, inapitishwa, anaiweka kwenye gazeti la serikali na baadaye kutangazwa ili kutumika kwa wakulima. Nimeweza kufika kwenye banda la TOSCI kwa ajili ya kujifunza. Nilipofika kwenye banda la TOSCI nimeweza kugundua kwamba kuna uwezekano wa kujua mbegu zilizo bora na ambazo zinaota vizuri kwa ajili ya kipato cha kuinua kaya au cha kuinua uchumi katika kaya. Lakini pia nimeweza kuona kwamba kuna mbegu zilizo bora kutoka katika shirika la TOSCI na zinauzwa kwa bei ya ruzuku. Hivyo pia nashauri na wakulima wenzangu wote tutafute shirika la TOSCI ili tuweze kupata mbegu zilizo bora ambazo zinapatikana kwa bei ya ruzuku. Tusikubali kwenda kwenye mbegu ambazo tunaweza tukauziwa kwa bei iliyo juu, na mbegu za ruzuku wanauza kwa shilingi 14,000. Hivyo tunaweza kupata mbegu katika banda la TOSCI au katika kampuni ya TOSCI, tunapata mbegu kwa bei nafuu zaidi. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Oktoba 15, 2025, dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2430 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 2454 na senti 3. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3240 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 3272 na senti 8. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2811 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 2839 na senti 4. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 140 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 141 na senti 4. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 9.
Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0.7 na kuuzwa kwa shilingi 0.7. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa leo. Jina langu biashara na uchumi. Asante Goliath Gaspar kwa kutupitisha katika biashara na uchumi. Mtazamaji unaangalia Ulimwengu wa Habari, na sasa tunaelekea katika habari za kimataifa ambapo huko tunaungana na Pius Jayunga, na hii ni mara baada ya kupata mapumziko yafuatayo. Na taarifa kuu katika kimataifa ni kuhusu mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Raila Odinga afariki dunia nchini India. za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Tunaanzia nchini Kenya. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga, kiungo muhimu katika siasa za Afrika, ameaga dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 80. Raila umauti umemkuta nchini India alikokuwa anapokea matibabu. Raila Odinga aliaga dunia akiwa katika hospitali ya Devamatha nchini India katika jimbo la Kerala. Waziri mkuu huyo wa zamani wa Kenya aliyewahi kugombea uraisi wa taifa hilo mara 5 kwa zaidi ya miongo mitatu alitia saini mwezi Machi mwaka huu mkataba wa kisiasa na rais wa Kenya William Ruto kama ishara ya azma yao ya kushirikiana kwenye serikali moja. Mkataba huo ulihimiza mshikamano wa kisiasa na utawala unaojali usawa na fursa kwa wote. Nafasi hiyo ilifungua mlango wa chama chake cha upinzani kuhusishwa katika maamuzi ya sera muhimu za serikali na hata baadhi ya wanachama wake kuteuliwa kushika nafasi muhimu katika baraza la mawaziri. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days. Raila Odinga amekuwa sauti kubwa ya demokrasia, mabadiliko, haki na diplomasia ya kikanda. Hivi karibuni alishindwa katika uchaguzi wa kuwa mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika. Kabla ya taarifa za kifo chake kuthibitishwa, kulikuwa na uvumi mtandaoni kwamba alikuwa tayari ameshafariki, lakini familia yake ilikanusha na kusema ana changamoto za kiafya lakini yuko salama. Kifo cha Raila Odinga ni pigo kubwa kwa siasa za Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki. Viongozi mbalimbali wa Afrika na duniani wanaendelea kutoa salamu zao za rambirambi kwa Wakenya na familia kwa kuondokewa na kiongozi huyo muhimu aliyenyoosha siasa za taifa hilo. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema taifa limempoteza mtu muhimu aliyejenga amani na demokrasia ya Kenya. Naye mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika AU Mahmoud Ali Yusuf
amesema Raila alikuwa mtu muhimu katika siasa za Kenya, shujaa wa demokrasia, utawala bora na maendeleo. Ameongeza kuwa Afrika imempoteza kiungo muhimu wa kisiasa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake amesema Kenya na Afrika kwa ujumla imempoteza kiungo mahiri, mpenda amani na mtafuta suluhu ambaye ushawishi wa upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wake. Kiongozi mwingine aliyechangia pia kutoa pole kwa Wakenya wakati taifa likiomboleza ni Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, aliyesema amesikitishwa na kifo cha rafiki yake Raila Odinga. Amesema Raila Odinga alikuwa rafiki wa dhati wa watu wa India na kwamba anapenda sana dawa za kiasili za India zilizokuwa na matokeo chanya kwa afya ya mtoto wake wa kike. Taarifa nyingine ni kwamba jeshi la Madagascar limechukua madaraka kutoka kwa serikali ya kiraia baada ya Rais Andry Rajoelina kukimbia nchi, hatua iliyotangazwa na kamanda wa juu wa jeshi Kanali Michael Randrianirina mjini Antananarivo. Rajoelina ambaye awali aliingia madarakani mwaka 2009 kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi, ameng'olewa madarakani baada ya wiki kadhaa za maandamano makubwa ya vijana waliopinga umaskini, kukatika kwa huduma za umeme na maji na rushwa serikalini. Ofisi ya rais imelaani hatua hiyo, ikiita uvunjwaji mkubwa wa utawala wa sheria, ikisisitiza kuwa taifa bado limesimama. Lakini Kanali Michael alisisitiza kuwa jeshi limeamua kubeba wajibu na kuunda baraza la kijeshi litakalosimamia serikali ya mpito. Kundi la vijana wanaojiita Gen Z Madagascar limekuwa kiini cha maandamano hayo, likiiga vuguvugu kama hizo zilizoitikisa Nepal na Sri Lanka. Umoja wa Mataifa umesema takribani watu 22 waliuawa katika ukandamizwaji wa awali uliofanywa na vikosi vya usalama, ingawa serikali ilipinga idadi hiyo. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kutupitisha katika habari za kimataifa. Na sasa mtazamaji, mapumziko yafuatayo yatatupeleka moja kwa moja kuungana naye Lai Saidi katika habari za michezo na burudani, kujua kile ambacho kinachoendelea katika viwanja mbalimbali vya ndani na nje ya nchi. Sky TV. Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store, au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo na karibu mwana michezo, tuelekee viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo pamoja na burudani. Jina langu Lai Saidi. Shirikisho la soka hapa nchini TFF limeifungia viwanja vya Liti mkoani Singida pamoja na uwanja wa Sokoine jijini Mbeya kutumika kwa michezo ya ligi kwa kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. TFF imeeleza miundombinu ya viwanja hivyo havikidhi matakwa ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu. Kufuatia uamuzi huo, timu zinazotumia viwanja hivyo, Singida Black Stars, Mbeya City na Tanzania Prison kwa michezo yao ya nyumbani, zitalazimika kutumia viwanja vingine kama kanuni inavyoeleza mpaka viwanja hivyo vitakapofunguliwa baada ya kufanyiwa marekebisho na kukaguliwa na TFF. TFF pia imezikumbusha klabu zote nchini kuendelea kuboresha na kutunza viwanja vyao ili kuhakikisha vinakidhi matakwa ya kikanuni na viwango vya kimataifa. Kwingineko ni kuhusiana na afisa habari wa kikosi cha TRA United Sport Club Christina Mwagala ameweza kuzungumzia kuhusiana na klabu hiyo, ambapo amesema Watanzania wanataka timu hiyo ndio wawe mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku akiahidi kuwa wanachukua pointi 3 kwenye mchezo wao nyumbani dhidi ya Simba Sport Club, mchezo ambao utapigwa Oktoba 30 mwaka huu. Sema ukweli tumejiandaa vizuri. Ndio maana hata asubuhi mmefika hapa mmekuta wachezaji walikuwa wanafanya nini? Mazoezi. Na walikuwa wanajiandaa kwa sababu tuna mechi 2 kwa mwezi huu wa 10. Tuna mechi tarehe 22 dhidi ya Mashujaa, tunazitaka pointi 3. Tuna mechi tarehe 30 dhidi ya Simba Sports Club kama ratiba haijabadilika. Sawa Lakini hata kama ratiba ingebadilika ingekuwa mwakani. Mwisho wa siku lazima tufanye nini? Lazima tucheze nao, lazima tuokote. Umeelewa Yani lazima tucheze nao na lazima tuokote. Kwa hiyo yani lazima tuokote na lazima tucheze nao. Kwa mimi ninachopenda kuambia Watanzania sasa hivi tuwe tayari kwa ajili ya mwezi huu wa 10. Huu mwezi wa 10 una matukio mengi makubwa. Sawa Tunaanza na mechi yetu dhidi ya Mashujaa. Tuna tarehe 29 uchaguzi. Kwa hiyo tunatoka kupiga kula tarehe 29, tarehe 30 tunampiga sisi. Hawana udhaifu. Ni timu nzuri kabisa. Wana wachezaji wazuri na wana wachezaji bora. Lakini linapokuja swala la timu ya Watanzania, hakuna wewe ni nani, hakuna wewe ni nani. Kwa sababu hata Watanzania wenyewe pia wanataka TRA United Sports Club ndo tuwe mabingwa wa hii ligi kuu ya NBC soka Tanzania. Sio wasiwasi kusema kwamba mbona kuna fulani, kuna Simba, kuna nani. Why TRA atakwenda kuwashangaza. Ukumbuke sisi hatupo kwenye ligi kwa bahati mbaya. Na hatupo kwenye ligi kwa ajili ya kuongeza idadi ya timu. Timu mbili za Tanzania za mchezo wa kuogelea zinatarajia kuelekea nchini Kenya katika mashindano tofauti ya Afrika, ambapo
Mashindano haya yanatarajia kuanza Oktoba 16 hadi 19 mwaka huu. Baraza la Michezo la Taifa BMT limewapongeza viongozi wa chama cha kuogelea hapa nchini kwa kazi nzuri wanayoifanya, huku ikiwatakia kila laheri wachezaji watakaoenda nchini Kenya kuwakilisha Tanzania na kuwataka wakapambane. Hayo ameyazungumza afisa michezo mwandamizi BMT Charles Maguzu wakati akiziaga timu hizo za taifa, huku mmoja wa waogeleaji Romeo Mwaipasi akisema kwamba wamejiandaa vizuri na ana uhakika wa kufanya vizuri katika mashindano hayo. Wanatufanya tujisikie proud sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Hongereni sana viongozi wa chama cha kuogelea. Wachezaji wetu ambao mnakwenda Kenya, sio mara yenu ya kwanza mlio wengi kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kupambana. Na safari tumeongeza timu nyingine ya vijana wa kutoka kwenye mashindano ya kuogelea kwenye maeneo ya kwenye bahari. Sasa ombi langu ni moja tu. Nendeni mkapambane. Ukifika Kenya, kabla hujaingia kwenye sehemu ya kushindana, mgeukie mwenzako mwambie ushindi ni nini? Ni heshima. Kabla hujaenda kupambana, hujaingia ndani ya swimming pool, mwambie mwenzako ushindi ni heshima. Mkumbushe hilo neno ili aende kushinda. Nimeambiwa kwamba kuna nchi zaidi ya 10 mtakwenda kupambana nazo. Kama mwaka jana mlikuwa nafasi ya pili na nchi ambazo mnakwenda kushindana nazo mwaka huu, basi naamini mwaka huu Tanzania tunakuwa namba 1. Muendelee kushirikiana, hatimaye kwa umoja wenu na ushirikiano wenu kikombe kije katika ardhi ya Tanzania. Tumejiandaa vizuri na naona watu wanapambana kuanzia last year, na naamini tutarudi na vikombe na nafasi ya kwanza. Na nataka kuwashukuru wazazi na coaches zetu na TSA na BMT kusaidia sana kufika hapa. Kimataifa, gwiji wa zamani wa klabu ya AC Milan na timu ya taifa ya Brazil Ricardo Kaka huenda akajiunga na timu ya taifa ya Brazil ambayo inaongozwa na kocha mkuu Carlo Ancelotti. Rais wa shirikisho la soka nchini Brazil Edinardo Rodrigues alitangaza kwamba Ancelotti atachukua mikoba ya Selecao kutoka Copa America. Rodrigues inasemekana alikuwa na mazungumzo na mshindi wa zamani wa Ballon d'Or Kaka pamoja na mwanasoka maarufu wa Brazil Cafu wakati wa mazungumzo yao na Ancelotti. Mazungumzo yameripotiwa kuwa mazuri na inakadiriwa kwamba Kaka atajiunga na kocha wake wa zamani, ambapo ushirikiano huo umeonekana utafufua kumbukumbu tukufu za AC Milan. Ushirikiano kati ya Ricardo Kaka na Carlo Ancelotti unaweza kufufua kumbukumbu za miaka ya dhahabu aliyoitumikia pamoja AC Milan chini ya uongozi wa Ancelotti. Kaka aling'ara akifunga mabao 95 katika michezo yake 270 akiwa na klabu hiyo, akishinda mataji 5 makubwa ikiwemo Scudetto na ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na baada ya jana kufunga magoli mawili na kutoa sare ya 2-2 dhidi ya timu ya taifa ya Hungary, nyota wa kimataifa wa Ureno Cristiano Ronaldo amefikia kuvunja rekodi mpya kwenye mechi za kuwania kufuzu kombe la dunia. Kuna mechi hizo Ronaldo amefikia rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote ya magoli 40 aliyokuwa anaishikilia na nyota wa Guatemala Carlos Ruiz, kisha akavunja kwa kufunga goli lingine ilimfanya kuwa na jumla ya magoli 41 na kuongoza orodha hiyo. Ronaldo mwenye umri wa miaka 40 sasa anaongoza orodha hiyo, ambapo yeye anashika nafasi ya kwanza, huku Carlos Ruiz Guatemala akiwa anashika nafasi ya 39. Lionel Messi kutoka Argentina yeye akiwa anakamata nafasi ya 3, wakati Ali Daei akitokea India akikamata nafasi ya 4 akiwa amefikisha mabao 35. Roberto Lewandowski wa Poland akiwa anakamata nafasi ya 5 huku akiwa amefunga mabao 33. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo pamoja na burudani. Nikurejeshe kwake Maliango Mugeta aweze kutamatisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani.
Sky TV. Tabasamu mfugaji, na usahau hasara milele kwa kukata bima ya mifugo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store, au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance, sisi ndio bima. Sky TV. Naam, asante Lai Saidi kwa kutupitisha katika michezo na burudani, mtazamaji wa Sky TV. Na sasa ni wakati wa kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia usiku huu. Habari za usiku huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu, kama unavyoletwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Kwa usiku huu ni matarajio yetu kuwa maeneo yote nchi yetu yanatarajiwa kuwa makavu na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10 katika mkoa wa Njombe. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Victoria na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo. Katika ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo. Katika ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 hadi 20 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo. Baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza na Mara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Baadhi ya maeneo ya pwani ya kaskazini, hususan mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Na sasa tuangalie utabiri wa siku 4 zijazo. Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto chenye joto 30 kinatarajiwa. Dodoma, hali ya mawingu kiasi inatarajiwa. Mwanza, mvua na ngurumo zinatarajiwa. Kilimanjaro, hali ya mawingu kiasi na kiwango cha juu cha joto chenye joto 32 kinatarajiwa. Mbeya, hali ya mawingu kiasi na kiwango cha chini cha joto chenye joto 11 vinatarajiwa. Morogoro, kwa ujumla hali ya mawingu kiasi inatarajiwa. Arusha, hali ya mawingu kiasi na nyuzi joto 15 zinatarajiwa. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa tunasema asante kwa kuwa nasi. Na tamati ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo unatupeleka moja kwa moja kutazama muktasari wa habari katika zile ambazo tunazo kwenye ulimwengu wa habari. Ni pamoja na mgombea urais wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan aendelea kusaka kura kanda ya Ziwa. Katika habari za kimataifa, ni mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Raila Odinga afariki dunia nchini India. Na katika michezo, kubwa zaidi TFF yavifungia viwanja vya CCM Liti Singida pamoja na CCM Sokoine jijini Mbeya. Tamati ya ulimwengu wa habari. Unayo nafasi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii YouTube, Instagram na Facebook. Andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi naitwa Maliango Mogeta na nikutakie utazamaji mwema.